nyota inayong'aa. Kwa hiyo leo tunaadhimisha tamasha lake la Chifu Hangaya kwa mara ya kwanza katika mkoa wetu wa Mwanza. Kwa hiyo niwapongeze sana na kuwashukuru sana sote kushiriki katika kuadhimisha tamasha hili. Niwashukuru sana kwa muda wenu na niwashukuru sana kwa rasilimali mlizozitoa. Asanteni sana. Naomba niwapongeze waandaaji wa tamasha hili kwa kuthamini na kuendeleza kazi hii njema. Mmeonyesha mfano mzuri sana wa kuigwa na kila mmoja wetu. Endeleeni na moyo huo. Kama kuna sehemu ya wajibu wa kila mmoja katika kuleta maendeleo ya Watanzania, tunaomba tuwaige hawa waandaaji. Hongereni sana na tuwape kongole kubwa sana. Tuelewe maana ya utamaduni tunapoongelea na kutofautisha na sanaa. Utamaduni tunapoongelea, utamaduni ni maisha kwa ujumla wake na kitambulisho cha kila mtu na kila taifa. Taifa lisilo na utamaduni ni kama taifa lililokufa. Sisi wa Tanzania tumerithi utamaduni mzuri sana kutoka kwa baba zetu. Neno hayo aliwahi kuyasema baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na mimi leo nasema hapa kwamba taifa bila utamaduni ni taifa mfu. Taifa letu ni hai kwa sababu linaulinda na kulea utamaduni wetu wa Tanzania. Tanzania hoye! Mheshimiwa mgeni rasmi, tunafahamu kwamba kila mtu anawajibika rasmi na kisawasawa katika kuenzi, kulea, kupigania na kutetea utamaduni wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo kuu la Chifu Hangaya Utamaduni Festival ni kuenzi kwa damu, kwa jasho na kwa kila kitu utamaduni wetu mzuri ambao ni wa pekee ulimwenguni. Tupigie makofi utamaduni wetu wa Kitanzania. Akina mama waliheshimika sana. Ukisikia mtu anasalimiwa Minza, maana yake ni mtoto wa Minza. Walibeba hizo koo. Minza ni mwanamke. Mwashi ni watoto wa Mwashi. Mwashi ni mwanamke. Sea ni watoto wa Sea. Sea ni mwanamke. Hawa ndio walichukua majina ya koo. Kwa hiyo waliheshimika sana. Natoka wilaya ya Kwimba. Ukisikia wilaya ya Kwimba enzi zile ilikuwa na himaya tatu. Himaya ya Buhungukila, Busumavu ya Kwangu na Nela. Inaitwa Kwimba kwa sababu hawa ni watoto wa Mkwimba mwanamke. Na kwa kweli katika historia yetu, mtemi aliyekuja kujulikana vizuri ni Mtemi Isolasi wa Buhungukila. Huyo ni mtoto wa mwanamke, mjukuu wa Mkwimba. Na aliwateua dada zake wawili kuja kuwa wasaidizi wake na baadaye machifu wa Busumavu na Nela, kina dada, watoto wa dada yake. Busumavu alikuwepo Gigwa, Nela alikuwepo Kabula. Kwa hiyo Msukuma anaenzi sana kina mama, enzi na enzi. Furaha kubwa sana wakati tunaadhimisha siku ya wanawake, tunapata nafasi pia ya kusherehekea, lakini pia kushughulika na masuala ya utamaduni wa Tanzania ambao ni muhimu sana kwa mustakabali wa taifa letu. Jamani, kitu kimoja kikubwa naomba niwakumbushe, tusisahau utamaduni wetu. Tunapofanya sherehe ya utamaduni au tunapofanya tamasha hili la utamaduni, najua tuko katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Tusisahau lugha zetu za asili, tusisahau mavazi yetu ya asili pamoja na vyakula vyetu vya asili. Kupitia tamasha hili la Chifu Hangaya, akina mama tunawapongeza sana, na tamaduni za Tanzania zinawaenzi na kuwaheshimu akina mama, kwa sababu hata mimi mfalme naitwa kupitia urithi wa mama katika mila na desturi.